Kwa mara ya kwanza walinzi hawa wanawake wa aliyekuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi walionekana huko Libya mwaka 1981 wakati Gaddafi akimtembelea rais wa Syria wakati huo Bwana Hafez al-Assad. Ilikuwa gumzo kuona kiongozi wa nchi akiwa na walinzi wa jinsia tofauti. Japokuwa kwa mara ya kwanza haikuwa rahisi watu kuamini kuwa hao walikuwa walinzi wa Gaddafi, lakini huo ulikuwa mwanzo wa maswali na kujiulizwa kwa watu wengi kuhusu walinzi hawa. Je, hawa ni walinzi halisi au walikuwa pale kuwapumbaza watu, ili hali walinzi halisi wapo katika maeneo hayo wakiwa wamejificha baina ya watu? Na kama ni walinzi wa rais, vipi kuhusu uwezo wao wa kumlinda rais? Maswali yalikuwa mengi, na hiyo ikawa mwanzo wa wachunguzi kuanza kudadisi kuhusu walinzi wanawake wa Muammar Gaddafi. Licha ya utawala wa Muammar Gaddafi kuanguka miaka mingi nyuma, mpaka hii leo walinzi hawa wamekuwa sehemu ya mijadala, na fununu kubwa zaidi ni kwamba wanawake hawa walikuwa mabikira. Hivyo leo nimekuandalia makala nzuri kuhusu walinzi hawa. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Moja ya mambo wanayokumbuka nayo walinzi hawa wa Gaddafi ni walivyohusika katika kuonyesha nafasi ya mwanamke katika masuala ya ulinzi. Walionyesha kuwa mwanamke anaweza kuaminiwa na majukumu makubwa kama ulinzi na usalama wa rais wa nchi, tena wa jinsia tofauti. Kinachowavutia wengi zaidi ulimwenguni ni muonekano wa walinzi hawa. Licha ya majukumu yao muhimu, hawakuwa nyuma katika masuala ya fasheni na kuonyesha kuwa hata kama mwanamke anakuwa katika majukumu ya kiulinzi, bado anaweza kwenda na fasheni na kupendeza kama mwanamke. Ilikuwa kawaida kuwaona walinzi hawa wakiwa na sare za kupendeza, viatu virefu na hata miwani ya fasheni. Mambo haya yaliongeza mvuto wao zaidi, hasa ukizingatia Muammar Gaddafi hakuwa nyuma katika masuala ya kupendeza. Ili kuelewa kwa undani hadithi ya walinzi wa Muammar Gaddafi, hasa kikosi chake maarufu cha walinzi wanawake, ni lazima kwanza turudi nyuma na kuielewa Libya yenyewe. Libya haikuwa taifa lenye mshikamano wa kisiasa. Ilikuwa ni nchi iliyojengwa kwenye misingi ya ukabila, migawanyiko ya kihistoria na athari za ukoloni wa Italia. Baada ya vita kuu ya pili ya dunia, Libya iliingia katika mfumo wa kifalme chini ya mfalme Idris wa kwanza. Ingawa nchi ilikuwa imebarikiwa rasilimali kubwa ya mafuta, faida zake hazikuwafikia wananchi wengi. Mfumo wa kifalme ulionekana kuwa dhaifu, wa kitabaka na uliotegemea zaidi ulinzi wa mataifa ya magharibi kuliko ridhaa ya wananchi wake. Ndani ya mazingira haya ndipo kijana mmoja kutoka jangwani aliyeitwa Muammar Gaddafi alipoanza kukua kisiasa na kiitikadi. Akiwa amevutiwa sana na utaifa wa Kiarabu, mapinduzi ya Gamal Abdel Nasser wa Misri na chuki dhidi ya ushawishi wa Magharibi, Gaddafi alijiona kama sehemu ya kizazi kipya cha viongozi waliokusudiwa kuikomboa dunia ya Kiarabu kutoka kwa utawala dhaifu na ushawishi wa kigeni. Mwaka 1969, akiwa na umri wa miaka 27 tu, Gaddafi aliongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomwondoa mfalme Idris madarakani bila ya kumwaga damu nyingi. Mapinduzi haya yalibadilisha kabisa mwelekeo wa Libya. Mfumo wa kifalme ulifutwa, jeshi likawa mhimili wa dola, na Gaddafi akajitokeza kama kiongozi wa mapinduzi, sio rais wa kawaida, bali kiongozi wa mapinduzi. Lakini kuanzia mwanzo kabisa, utawala wa Gaddafi ulijengwa juu ya msingi mmoja muhimu sana: hofu ya kupinduliwa au kuuawa. Historia ya Afrika na Mashariki ya Kati ilikuwa tayari imeonyesha wazi kuwa viongozi wa kijeshi waliopindua tawala hawakuwa salama kamwe. Mapinduzi yalizaa mapinduzi mengine. Marais waliuawa na walinzi wao wenyewe. Majeshi yaligeuka dhidi ya waliowahi kuyaongoza. Gaddafi alifahamu somo hili mapema sana. Akajua wazi kwamba ukiona mwenzako ananyolewa, wewe zako tia maji. Kadiri miaka ilivyosonga, adui zake waliongezeka. Makundi ya wanamgambo wa Kiislamu waliomwona mpotovu, wapinzani wa ndani waliokandamizwa na utawala wake, maafisa wa jeshi waliokuwa na kiu ya madaraka, na mataifa ya magharibi yaliyomchukia kwa msimamo wake mkali, wote walikuwa wakimmendea. Katika miaka ya 70 na 80, Libya iligeuka kuwa taifa lililozingirwa na migogoro ya kimataifa, vikwazo vya kiuchumi na mashambulizi ya siri. Mashambulizi ya anga ya Marekani mwaka 1986 pamoja na tuhuma za ugaidi wa kimataifa, vyote vilizidisha hali ya kutoaminiana na hofu ndani ya utawala wa Gaddafi.
Kwa miaka mitano ya mwanzo wa utawala wake, Gaddafi alijaribu kujenga taswira ya kiongozi wa watu aliyekataa vyeo rasmi, aliyekataa kujiita rais na aliyedai mamlaka yapo mikononi mwa wananchi kupitia kile alichokiita jamahiria, yaani utawala wa wananchi. Lakini nyuma ya lugha hii ya mapinduzi kulikuwepo na ukweli mgumu. Mamlaka yote ya kweli yalikuwa mikononi mwa mtu mmoja, na mtu huyo aliishi katika hali ya mashaka ya kudumu, akimhofia na kutokumwamini yeyote aliye karibu naye. Ndani ya jeshi ambako ndiko alikotoka, Gaddafi hakuwahi kuamini kabisa utii wa maafisa wenzake, kwani historia ya Afrika Kaskazini ilikuwa imejaa mifano ya marais waliopinduliwa na watu waliokuwa wakiwaamini zaidi. Kwa sababu hiyo, alifanya maamuzi makubwa ya kimkakati. Akaligawanya jeshi katika vikosi vingi, akapunguza nguvu ya maafisa wakuu na kujenga vikosi vya ulinzi binafsi vilivyokuwa nje ya mfumo wa kawaida wa kijeshi. Kadiri muda ulivyopita, hofu ya Gaddafi haikubaki katika nadharia tu, ilipata uthibitisho wa vitendo. Kulikuwa na majaribio kadhaa ya mapinduzi dhidi yake, hasa katika miaka ya 70 na 80. Baadhi yalihusisha wanajeshi wa ndani, wengine wapinzani waliokuwa uhamishoni, na mengine makundi ya Kiislamu yaliyochukizwa na sera zake. Mashambulizi ya kigaidi, vitisho vya mauaji na njama za siri zilikuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Hakusafiri bila tahadhari kali, hakulala sehemu moja kwa muda mrefu. Mara nyingi alibadilisha ratiba zake ghafla bila taarifa, hata kwa wasaidizi wake wa karibu. Kwa Gaddafi, adui hakuwa mtu wa mbali tu. Adui anaweza kuwa hata ndani ya ikulu, ndani ya jeshi, au hata ndani ya familia pana ya mapinduzi aliyodai kuiongoza. Ndani ya mantiki hii, walinzi wa kawaida wa kiume walionekana kuwa hatari zaidi. Walikuwa ni wanajeshi wenye silaha waliokuwa na mawasiliano na vikosi vingine vya kijeshi. Aliamini wangeweza kupanga njama, kushawishiwa kisiasa na kugeuka kuwa maadui zake. Ndani ya mazingira haya, suala la usalama binafsi wa Gaddafi halikuwa tena swali la kuwa na walinzi wengi au kutumia silaha nzito pekee. Lilikuwa swali la nani wa kumwamini, nani wa kumkaribia, na nani angeweza kuwa tishio hata akiwa ndani kabisa ya mfumo wake wa ulinzi. Kutokana na hayo, ndipo fikra ya ulinzi wa kipekee, ulinzi usiotabirika, ilipoanza kujadiliwa. Alianza kuamini kuwa usalama wake ungehakikishwa vema zaidi kwa kutumia njia ambazo adui asingezitarajia. Katika hali hii ya hofu, mapinduzi na siasa za kisaikolojia, ndipo wazo la walinzi wanawake lilipozaliwa, sio tu kama uamuzi wa kiusalama, bali kama mkakati wa kisiasa na silaha ya propaganda. Kwa mtazamo wa Gaddafi, wanawake walionekana kuwa chaguo bora katika mkakati huo. Katika jamii nyingi za Kiarabu na hata kimataifa, walinzi wanawake hawakuchukuliwa kwa uzito kama tishio la kijeshi. Hilo kwa Gaddafi lilikuwa faida. Adui angepuuza na kuona hakuna hatari iliyomzunguka Gaddafi, bila ya kujua kuwa wanawake hao wamebeba moto usiogusika. Zaidi ya hayo, aliamini wanawake wangeweza kuwa waaminifu zaidi, wasiotamani madaraka ya kisiasa na waliokuwa tayari kujitoa mhanga kwa sababu walikuwa wamefungwa na mfumo wa uteuzi mkali, mafunzo ya kiitikadi na utiifu binafsi kwa kiongozi. Katika mapinduzi ya mwaka 1970, Gaddafi alikuwa tayari ameanza kuunda mfumo wa kipekee wa utawala alioitwa Jumahiria, yaani utawala wa wananchi. Ndani ya mfumo huu, alidai kuwa anavunja mifumo yote ya zamani ya madaraka, ikiwemo ile ya kijinsia. Wanawake kwa mtazamo wake walipaswa kuwa sehemu ya mapinduzi na si watazamaji tu wa pembeni. Hata hivyo, tafsiri ya Gaddafi kuhusu ukombozi wa mwanamke haikufuata misingi ya harakati za usawa wa kijinsia za Magharibi. Mwanamke hakuwa huru kama mtu binafsi, bali kama chombo cha mapinduzi. Ndani ya mantiki hiyo, jeshi lilionekana kuwa na jukumu muhimu la kuonyesha mabadiliko. Ndipo wazo la kuanzisha chuo maalum cha kijeshi cha wanawake mjini Tripoli lilipozaliwa rasmi. Chuo hiki hakikuwa cha kawaida, hakikuwa na uwazi kwa umma, na hakikuwa chini ya mfumo wa kawaida wa jeshi la Libya. Kilikuwa taasisi ya siri iliyoundwa mahususi kwa malengo ya kisiasa na kiusalama ya Gaddafi. Wasichana waliokuwa wakichaguliwa kujiunga na chuo hicho walitoka katika familia mbalimbali za Libya, wengine kutoka maeneo ya vijijini, wengine kutoka miji mikubwa. Kwa wengi wao, fursa hiyo ilionekana kama njia ya kupata elimu, heshima ya kijamii, au kupanda ngazi katika jamii iliyokuwa bado inawakandamiza wanawake kwa misingi ya mila.
Mbali na vigezo vya kimwili kama afya njema au umbo linalofaa, kulikuwepo masharti ya maadili na kiitikadi. Lakini kati ya yote, ubikira ulikuwa sharti la msingi. Wanawake hawa walipimwa kitaalamu kuhakikisha hawajawahi kushiriki tendo na mwanaume yoyote katika maisha yao. Nidhamu, utiifu na utayari wa kujitoa kabisa kwa mapinduzi vilisisitizwa kuliko kitu kingine chochote. Mara tu walipoingia chuoni, wasichana hao walitenganishwa kwa kiasi kikubwa na maisha yao ya awali. Mawasiliano na familia zao yalipungua sana. Utambulisho wao wa zamani ulianza kufutwa taratibu, ikiwemo taarifa zao sehemu mbalimbali, na wakapewa utambulisho mpya. Ndani ya kuta za chuo hicho, walifundishwa si mbinu tu za kivita, bali pia falsafa ya Gaddafi. Kitabu cha kijani, yani The Green Book, ambacho kiliandikwa na Gaddafi mwenyewe, kilikuwa kama msaafu wao. Mafundisho ya utii kwa kiongozi na mapinduzi yalipandikizwa kwa kina, yakichanganywa na mafunzo ya kijeshi ili kujenga askari wasiouliza maswali. Hapo ndipo jina Revolutionary Nuns lilipoanza kutumika, yani masista wa mapinduzi. Jina hili lilikuwa na maana nzito ya kisaikolojia na kiitikadi. Neno masista, yani nuns, lilimaanisha kujitenga na maisha ya kawaida ya ndoa na familia. Hii ilimaanisha kwamba wanawake hawa waliamua kuishi maisha kama watawa wa Kikatoliki, kwamba hawatokuja kuoa wala kujihusisha na matendo ya kimapenzi na wanaume. Neno mapinduzi lilisisitiza kuwa maisha yao yote yalikuwa mali ya dola. Kwa nje walionekana kama ishara ya Libya mpya, wanawake waliovaa sare za kijeshi wakitembea kifua mbele wakiwa na silaha mikononi. Kwa ndani walikuwa wakijengwa kwa walinzi wa mtu mmoja, yani Muammar Gaddafi. Kadiri muda ulivyopita, kundi dogo zaidi lilitengwa kutoka miongoni mwao. Hawa walikuwa wale waliokidhi vigezo vya juu zaidi vya nidhamu, uwezo wa kivita na uaminifu. Na hawa ndio waliokuja kuwa walinzi wa karibu wa Muammar Gaddafi, waliokuwa wakisafiri naye, kulala naye karibu na kusimama kati yake na hatari yoyote inayoweza kujitokeza. Walinzi hawa hawakuwa tena wanajeshi wa taifa, walikuwa sehemu ya maisha binafsi ya kiongozi. Utii wao haukuwa kwa bendera ya Libya, bali kwa mtu mmoja aliyekuwa kitovu cha mapinduzi yote. Ndani ya chuo cha kijeshi cha wanawake cha Tripoli, maisha hayakuwa ya kawaida wala ya huruma. Hapa ndipo walinzi wanawake wa Muammar Gaddafi walipovuliwa kabisa utu wao wa zamani na kujengwa upya kama zana za ulinzi na mapinduzi. Kila siku walifuata ratiba kali iliyolenga kuvunja udhaifu wa kimwili na kisaikolojia na kujenga utiifu usioyumba. Siku ilianza mapema mno, yani saa 10:30 alfajiri. Bila kujali hali ya hewa au uchovu wa siku iliyopita, waliamshwa kwa sauti za amri kali. Ndani ya dakika chache walipaswa kuwa tayari kwa mazoezi ya viungo yaliyodumu kwa zaidi ya saa 1.5. Mazoezi haya hayakuwa ya kawaida, yalilenga stamina, maumivu na uvumilivu, kukimbia umbali mrefu, kupiga push-ups kwenye ardhi ngumu, pamoja na mazoezi ya kubeba uzito. Baada ya mazoezi ya asubuhi, walihudhuria vipindi vya darasani. Hapa walifundishwa mikakati ya kijeshi, mbinu za ulinzi wa watu maalum, yani VIP protection, uchambuzi na kugundua mazingira kama kuna hatari yoyote, na namna ya kugundua tishio ndani ya umati, pamoja na mbinu za kukabiliana na mashambulizi ya ghafla. Mafunzo haya yalikuwa ya kiwango cha juu, yakilinganishwa na yale ya vikosi maalum vya kijeshi katika mataifa mengine. Lakini darasa halikuwa kwa ajili ya mbinu za kivita pekee. Mafunzo ya kiitikadi yalichukua nafasi kubwa. Kitabu cha kijani kilisomwa na kukaririwa kama watu wanavyosoma maandiko matakatifu. Walinzi hao walifundishwa kuamini kuwa Gaddafi hakuwa tu kiongozi wa kisiasa, bali alikuwa ishara ya mapinduzi, heshima ya taifa na nguzo ya uhuru wa Libya. Kumlinda hakukuwa kazi, kulikuwa wajibu wa kihistoria. Mafunzo ya vitendo yalikuwa makali zaidi. Walijifunza matumizi ya silaha mbalimbali, bastola, bunduki za kivita, silaha za masafa na hata silaha nzito kama mabomu ya kurushwa kwa kombora, yani RPGs. Mapambano ya mkono kwa mkono yalifundishwa kwa msisitizo mkubwa, na mbinu za kijeshi za kumdhibiti adui bila kutumia risasi. Baadhi yao walipata mafunzo ya juu zaidi: uendeshaji wa magari ya kivita, urubani wa ndege ndogo na mbinu za kijasusi. Hii ilionyesha wazi kuwa walinzi hawa hawakuandaliwa tu kwa ajili ya kuonekana pembeni ya kiongozi, bali kwa ajili ya kukabiliana na mazingira yoyote ya hatari, iwe uwanja wa ndege, hafla ya kimataifa au shambulio la kushtukiza.
Walinzi hao walikataliwa kabisa kuolewa au kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Kujizuia kimwili na kihisia kulionekana kama sehemu ya utii wao. Mapenzi, familia na maisha ya kawaida vilionekana kuwa vikwazo kwa wajibu wao mkuu wa kumlinda Gaddafi. Ukiukwaji wa sheria hizi uliadhibiwa vikali, ingawa adhabu hizo hazikuwahi kuwekwa wazi kwa umma. Hofu, aibu na adhabu za siri zilikuwa sehemu ya mfumo wa nidhamu uliodumisha utiifu. Kadiri walivyoendelea na mafunzo, walichaguliwa katika viwango tofauti. Wengi walibaki kama askari wa kawaida wa mapinduzi, wachache sana wale waliokuwa na uwezo wa juu zaidi wa kimwili na utulivu pale inapotokea shida au hatari kubwa. Lakini pia utiifu usio na mashaka kwa Gaddafi waliteuliwa na kuingia katika duara la ndani kabisa la kumlinda Muammar Gaddafi. Hao walikuwa walinzi waliokuwa wakilala karibu na chumba chake, wakisafiri naye popote anapoenda na kusimama kati yake na umati. Walitakiwa kuwa tayari kujitupa mbele ya risasi bila kusita, na walilijua hilo tangu mwanzo. Kwao, kifo hakikuwa ajali, kilikuwa sehemu ya kiapo chao, kiapo cha kulinda maisha ya kiongozi hata kwa gharama ya uhai wao wenyewe. Kadiri walinzi wanawake wa Muammar Gaddafi walivyozidi kujengewa uwezo wa kivita, ndivyo walivyozidi kubebeshwa jukumu jingine ambalo ni kuwa uso wa mapinduzi ya Gaddafi mbele ya dunia. Hawakuwa tu walinzi, walikuwa ujumbe unaotembea. Gaddafi alielewa vyema nguvu ya taswira katika siasa za kimataifa. Alijua kile kinachoonekana mara nyingi huacha alama kubwa kuliko kile kinachoelezewa kwa maneno. Ndio maana aliruhusu na mara nyingine kusisitiza walinzi wake wanawake waonekane namna isiyo kawaida, wakiwa wamevaa sare za kivita zilizoandaliwa kwa mtindo wa kisasa, wakitembea wakiwa na viatu virefu, miwani ya juu ya gharama kubwa, mapambo na yaliyokuwa kinyume na masuala ya ulinzi wa kawaida tuliozoea. Kwa macho ya Magharibi, walinzi hao walionekana kama mkanganyiko wa ajabu, wanawake warembo waliovalia kama wanamitindo, lakini mikononi mwao wakiwa na silaha za kivita. Huu ulikuwa mkanganyiko uliovutia vyombo vya habari, ukazua mijadala, kuendelea kuwa katika vichwa vya habari. Lakini nyuma ya mvuto huo kulikuwepo na mkakati wa makusudi. Gaddafi alitumia walinzi wanawake kuwasilisha ujumbe kwa wakati mmoja. Kwa wananchi wa Libya, walinzi hao walipaswa kuonyesha taswira ya Libya mpya, taifa linalodaiwa kuwapa wanawake nafasi ambayo haikuwepo hapo awali. Kwa dunia ya Waarabu, walinzi wanawake walitoa changamoto kwa jamii zilizokuwa bado zinawaona wanawake kama viumbe wa nyumbani tu. Gaddafi alijiona kama kiongozi aliyekuwa mbele ya wakati wake, aliyethubutu kufanya yale ambayo watu wengine hawakuthubutu. Licha ya kuitwa masista wa mapinduzi nchini Libya, wanawake hawa walitambulika kama Amazon Girls au Amazons katika jamii za Magharibi. Safari za kimataifa za Gaddafi zilikuwa majukwaa makubwa ya taswira hii. Alipotembelea nchi za Afrika, Ulaya au Mashariki ya Kati, alifika akiwa na walinzi hawa, jambo lililochambuliwa sana na vyombo vya habari. Ingawa walinzi wanawake wa Muammar Gaddafi mara nyingi walionekana katika picha na video wakiwa wamesimama kimya pembeni mwa kiongozi wao, historia inathibitisha kuwa hawakuwa mapambo ya kisasa pekee. Walikuwa katika nyakati za hatari kubwa, na katika baadhi ya matukio walilipa gharama ya juu zaidi, yaani maisha yao. Kadiri miaka ilivyopita, makundi ya Kiislamu yenye misimamo mikali, hasa katika maeneo ya mashariki mwa Libya kama vile Derna na Benghazi, yalimuona Gaddafi kama adui wa dini. Kwao, kumuua hakukuwa uhalifu, bali ilikuwa ni wajibu wa kiitikadi na kidini. Na hapo ndipo yakaanza kutokea mashambulio kadhaa. Tufike mpaka mwaka 1998 ambapo kulitokea shambulio la Derna. Moja ya matukio muhimu zaidi katika historia ya walinzi wanawake wa Gaddafi lilitokea mwaka 1998 katika mji wa Derna, ngome ya wanamgambo wenye msimamo mikali. Wakati wa safari ya Gaddafi katika eneo hilo, msafara wake ulivamiwa ghafla na washambuliaji waliokuwa na silaha nzito. Ndani ya sekunde chache za vurugu, hali iligeuka kuwa mapigano ya hatari. Risasi zilifyatuliwa kila upande, vilio vilisikika na taharuki ikatawala. Maisha ya Gaddafi yalikuwa hatarini. Ili kumwokoa, mmoja wa walinzi wake alijisogeza mbele ya Gaddafi bila kusita ili kuokoa maisha ya kiongozi wake. Mlinzi huyu aliitwa Aisha. Aisha aliyekuwa mmoja wa walinzi wa karibu wa Gaddafi alitimiza kile alichofundishwa tangu mwanzo, ambacho ni kujitoa muhanga bila kuuliza. Alijitupa mbele ya mshambuliaji, akazuia risasi zilizokuwa zikimlenga Gaddafi. Aisha aliuawa papo hapo.
walinzi wengine 2 wanawake walijeruhiwa vibaya, lakini Gaddafi aliokoka. Tukio hili lilibadilisha kabisa namna walinzi wanawake wanavyoonekana ndani ya Libya. Hawakuwa tena wana michezo wa propaganda au alama za mitindo, walikuwa walinzi wa damu na kifo. Kwa utawala wa Gaddafi, kifo cha Aisha kilitumiwa kama ushahidi wa uaminifu kamili wa walinzi hawa wanawake na uhalali wa mfumo wake wa ulinzi. Kwa walinzi waliobaki, tukio hili lilikuwa ujumbe mkali kwa kile walichofundishwa darasani hakikuwa mazoezi tu ya nadharia, bali ilikuwa ndio maisha yao wanayoenda kuyaishi, na lolote linaweza kutokea muda wowote. Baada ya kuwa gumzo kwa muda mrefu, utawala wa Gaddafi mwaka 2011 ulivunja kila kitu ambacho walinzi wanawake wa Muammar Gaddafi walikuwa wamefundishwa kukiamini. Mapinduzi ya Libya hayakuwa tu mapambano dhidi ya utawala wa mtu mmoja, yalikuwa kuvunjwa kwa mfumo mzima wa hofu, utii na propaganda uliokuwa umejengwa kwa zaidi ya miongo 4. Gaddafi alipokimbia, kujificha na hatimaye kuuawa kikatili katika mazingira ya vurugu huko Sirte, walinzi wake walitoweka ghafla kutoka kwenye taswira ya umma, yaani hakukuwa na taarifa yoyote kuwahusu. Mara baada ya utawala wa Gaddafi kuanguka, vikosi vyote vilivyokuwa vinahusishwa moja kwa moja na familia na ulinzi binafsi vilitambuliwa kama alama za utawala wa zamani. Walinzi wanawake waliokuwa kwa miaka mingi wakionekana kama ishara ya nguvu na hadhi, waligeuka kuwa walengwa wa chuki, mashaka na visasi. Hivyo usalama wao ulikuwa hatarini sana. Wengi wao walilazimika kuvua sare zao za kijeshi, kubadili majina au maeneo ya kuishi na kukimbia miji waliokuwa wakijulikana. Baadhi walirejea katika familia zao kwa siri, lakini haikuwa rahisi. Kwa jamii nyingi za Libya, mwanamke aliyewahi kuwa karibu na Gaddafi hakuonekana kama shujaa, bali kama mshirika wa dhuluma. Wengi walikataliwa mpaka na familia zao, wakionekana kama aibu au wanaweza kusababisha familia zao zikashambuliwa. Baada ya kifo cha Gaddafi, simulizi mpya zilianza kujitokeza, hasa kutoka kwa wanawake waliodai kuwa walikuwa sehemu ya mfumo wa ulinzi au waliokuwa karibu na mfumo huo. Baadhi walizungumza kwa mara ya kwanza, wakieleza maisha ya ndani yaliyojaa hofu, shinikizo kimwili na kisaikolojia. Kulikuwa na madai mazito ya kulazimishwa kujiunga na kikosi na kutumiwa kama mali binafsi ya utawala. Baadhi ya wachambuzi wanaamini simulizi hizi zililenga kutafuta huruma ya wananchi ili waonekane kama wahanga na si wanufaika wa utawala wa Gaddafi. Mpaka leo hakuna taarifa nyingi za kinachoendelea kwenye maisha ya walinzi hawa. Ni kama walitoweka kwenye maisha ya umma. Licha ya kutoweka kwao, maisha yao yamebaki kuwa alama ya kumbukumbu na moja ya mambo ya kukumbukwa katika utawala wa Gaddafi. Picha zao mpaka hii leo zimekuwa gumzo kwa kila mmoja anayezitazama. Walinzi wanawake waliopendeza pembeni ya kiongozi mwenye nguvu kutoka Afrika wakiwa na silaha nzito. Ilikuwa ni hadithi ya kushangaza ya jambo ambalo halijazoeleka kutokea barani Afrika pamoja na ulimwenguni kote. Lakini kama Waswahili wasemavyo, ngoma ikivuma sana mwishowe hupasuka. Asante kwa kutazama video hii. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.